Naam, sasa ni wakati ule wa kikao cha familia. Karibu tena kwenye Hello Weekend, tukiwa na mada mezani. Tunasema kwamba leo ikiwa siku ya mama na maisha ya kisasa, kwa sababu tunajua kwenye maisha mambo huwa yanabadilika. Kwa hiyo kama mambo yanabadilika sasa, kuna vile ambavyo wazazi wa kizamani walikuwa wanawalea watoto wao, na sasa hivi kumekuwa na mambo ya utandawazi, vitu vimekuwa ni vingi sana. Je, malezi yanaendelea vile ambavyo yalikuwa, au wazazi wa kisasa tunaleaje? Tunalea wenyewe, tunawaachia bibi, tunawaachia dada kazi? Vitu ni vingi. Kwenye kikao hiki siko peke yangu. Langu jina ni Elesia Haule, lakini mtangazaji mwenzangu nami ni David wa Karungi. Leo naenda kama mjomba, lakini usiongeze kama mjomba ni mama. Leo siku ya kina mama. So siku ya wajomba, si mjomba kama mama. Tulishakubaliana mjomba ni mama wa Karungi, lakini leo siku ya kina mama. Leo sisi wajomba tunasimama tu kukamilisha hii siku, lakini yote kwa yote tunakubaliana kwamba kila zama na kitabu chake. Zama zimebadilika, lakini katika kubadilika kwa hizi zama bado mama ni sehemu ya nguzo muhimu ya malezi, familia na jamii kwa ujumla. Sasa katika wakati kama huu ambao zama zimebadilika, mambo yanabadilika, lakini mama bado majukumu yake pengine yanaongezeka zaidi ama anahitajika zaidi kutokana na mambo jinsi yalivyo na mwelekeo wake ambavyo unapaswa kuwa. Karibu sana, tupo hapa tufahamishane ya haya na yale. Na kwenye kikao cha siku hii ya leo tuko tu Elesia na David wa Karungi. Tuko na wageni wetu, tuko na Flora Lugeiyamu, yeye ni mshauri wa malezi na makuzi, lakini pia ni mwenyekiti mstaafu wa Proud Wives. Karibu sana. Asante sana. Mbali na Flora tuko na Viana Mlokozi, yeye huyu ni mama lakini pia ni katibu wa Proud Wives. Karibu sana. Asante sana. Watu wanaweza kashangaa, jamani, Proud Wives ni nini? Tutajua kwa ufupi Proud Wives ni nini, lakini sasa kabla hatujaanza mada yetu, kwa kawaida David wa Karungi tunakuwa tunapata kidogo burudani afu tunaweza kupumua, then tutakuja kujadiliana. Hiki kikao ni kizito, tunajadili nguzo muhimu sana ya familia na jamii na taifa kwa ujumla, pengine na duniani kote. Jamani, nani kama mama? Wa Karungi, nani kama mama? Kwa kweli wageni wetu siku ya leo, nani kama mama? Hakuna kama mama. Ni mama. Nani kama mama ni mama. Kwani nyinyi mnajisikiaje kuwa mama? Tuanze kwanza na hivyo, kwanza udambu. Mnajisikiaje kuwa mama? Nikianza kwa kuna Flora. Asante. Mimi binafsi kuwa mama najisikia fahari sana. Tena fahari kubwa sana. Kwanza kile kitendo cha mtoto wangu ule wa kwanza kuanza kuongea na kuniita mama. Nilikuwa na kale ka feeling ambako siwezi kukaelezea, yani namna furaha ninayoisikia. Kwa mama ni furaha, ni fahari kubwa sana. Basi tunashukuru kusiaiona kwako. Kama alivyosema Da Flora, kwa mama kwangu mimi naona ni neema na ni upendeleo. Kwa sababu ni kitu ambacho unakuwa kwanza hujui kitakachokuwa baada ya kuwa mama, lakini unapokuwa mama ndo unaona kabisa kuwa mama ni hivi. Na ni baraka kubwa, ni hata kama kuna maisha yamebadilika, lakini unaona kilichobadilika ni bora zaidi. Sawa. Basi pia tukumbushe, wewe ulikuwa nyumbani, unaweza ukatumia ujumbe wako kwa nambari inayopita hapo chini 0763809770, nasi tutasoma hapo. Karungi, watutumie ujumbe, watuambie kitu gani? Maana wewe kwa kweli yani watuambie nini? Tuma ujumbe, tukumbushe pia na misemo ambayo mama alikuwa anakuambia na sasa hivi unaona duniani, ama inakusaidia pia kuishi na watu vizuri, kupiga hatua na vitu kama hivyo, kwa sababu hii ni siku kubwa na muhimu. Hawa watu wanazaa taifa jamani, wanazaa familia, wanazaa dunia, viongozi, watangazaji. Sisi wote hapa ni matokeo ya kina mama ambao wamejitolea kuwa na upendo na vitu kama hivyo. Tupo hapa kabisa. Ungeweza kubanwa na mtu ukiwa mdogo. Kwa hiyo tunashukuru sana. Ndio, tuanzie hapa kwanza, hii siku inamaanisha nini kwenu? Tuanze na Viana hapa. Kwangu hii siku ni siku ambayo inanifanya nitambue kwamba jamii inanitambua na inanifurahia. Kwa hiyo hata kama kila siku mtoto ataniambia mama nakupenda, lakini siku ya leo ni katika namna ya kipekee zaidi. Kwa hiyo ni siku nzuri sana ambayo naisherehekea. Na kwako Flora? Asante. Hii siku inatukumbusha sisi kina mama kwamba sisi ni watu muhimu kwenye jamii. Kama
dunia inaweza kutukumbuka ikasema siku ya kina mama, basi sisi ni watu muhimu sana, muhimu. Inawezekana labda dunia isingetosha bila uwepo wetu. Kabisa. Kwa hiyo tunaendelea tu kumwomba Mungu aendelee kutukumbusha majukumu yetu. Sawa, asanteni sana. Sasa mada yetu ya leo tunaangalia jinsi ya mama wa kisasa, yani malezi ya mama wa kisasa. Kwenye dhana hii ambayo wengi tumeshazoea tuambia, huyu mama wa kisasa sio mama yule wa zamani, mama ambaye ukifanya tu anashika ndala na kupiga nayo, mama ambaye wakarungi ilikuwa ukininanilio hivi na kukata jicho, unageuka. Kwa tuweze kuongea hii dhana ya mama wa kisasa inaongelewaje au ipoje kwenye jamii yetu ya kisasa? Karibu. Asante. Mama wa kisasa, kwa mimi ninavyofikiri, ukisema kwanza mama wa kisasa, maanake ni mama yule ambaye amebadilika kutokana na mazingira. Sababu tunajua sasa hivi dunia imebadilika, imebadilika, na hata mama mwingine anaweza akafikiri labda yeye sio mama wa kisasa akawa tayari pia ni mama wa kisasa kutokana na baadhi ya vitu. Kwa sababu tunasema mama wa zamani alikuwa anaweza kuchukua ndala, anaweza kukukata jicho ukatoka pale, kwa sababu tunajua zamani mambo ya sayansi na teknolojia hayakuwepo. Mazingira ya sasa ni tofauti kabisa na ya zamani, ambapo mtoto alikuwa analelewa au anakuwa katika kutishwa labda, anatishwa. Kuna jicho la mama akikuangalia tu linakutisha unatoka. Lakini sio mtoto wa sasa hivi, huyu wa sayansi na teknolojia, huyu ambaye anaijua internet. Unamwangalia anakwambia, mbona unaniangalia sana mama? Mbona unaniangalia jicho hilo? Kama wewe ndio unawasiliana hivi. Hajui mawasiliano, kwamba kuna mawasiliano ya macho. Au unamkanyaga. Mama unanikanyaga kwa wageni. Mama mbona unanikanyaga? Mama unaniumiza. Katoto junior. Kwa hiyo mambo yamebadilika na dunia imebadilika pia. Kwa hiyo unaweza ukajikuta ukasema mimi ni mama wa zamani, lakini ukajikuta kumbe umeshabadilika na wewe unaenda sawa sawa na mazingira. Ndio. Hapo tuje kwako Viana. Kwanza wewe ukiangalia namna unavyolea watoto au baada ya kuwa mama na ukilinganisha na mama ambaye amekulea, unakuwa unaiona tofauti kwa kiasi gani? Hadi unajiuliza, mbona hao walikuwa hivi, mbona mimi sasa niko hivi? Ni kweli kuna tofauti mkubwa sana, au naweza kusema kuna kiasi cha tofauti kati ya malezi niliyopata mimi kutoka kwa mama yangu na malezi ambayo mimi kama mama nayotoa. Kwa sababu mimi kama mama wa kisasa ninajitahidi sana kuendana na mabadiliko ya dunia kwa sasa jinsi alivyo, kuendana na jinsi ambavyo dunia ipo ili kumlea mwanao katika ule mfumo wa kidunia. Kwa sasa labda katika mifano iko mingi, lakini katika mfano mfupi ni haya matumizi ya teknolojia. Ni kwamba watoto wetu sasa hivi watu wamekuwa introduced zaidi kwenye mtambulisho zaidi katika matumizi ya kompyuta, simu, nini, gadgets. Na ni vitu ambavyo mimi kama mama ninaweza nikaona labda sitaki mwanangu avitumie, lakini kwa upande mwingine ni vizuri mtoto akatumia, kwa maana katika utandawazi wa sasa hivi ni muhimu mtoto akavijua. Kwa hiyo mama, vina athari chanya na hasi, lakini mimi kama mama sasa hivi najitahidi zaidi kuvikubali na kumfundisha mtoto aendelee navyo katika namna nzuri. Kwa hiyo tofauti wangu na zamani ni kwamba mamangu hakupitia hiyo changamoto kubwa, kwa sababu sasa hivi mtoto anakuwa exposed katika mabaya kutokana na utandawazi, anapata chochote katika mtandao, tofauti na mimi zamani kuona mtandao haikuwepo mambo ya mtandao. Kwa hiyo kwa tofauti wa sasa na zamani kwamba ni kwamba sasa hivi lazima niwe makini zaidi katika kumcontrol mtoto na katika namna ya kumjenga mtoto anapokutana na hivyo vitu, awe na akili yake iwe inaelewa kwamba hiki ni sawa na hiki si sawa. Ni vizuri. Nikija kwa Flora, wewe tunaona pia ni mshauri wa masuala ya malezi, lakini pia ulikuwa mwenyekiti mstaafu wa kwa sasa ni mwenyekiti mstaafu, ina maana ulikuwa mwenyekiti wa Proud Wives. Kwenye Proud Wives mna wanawake wengi sana, lika tofauti. Hapo tunaamini mna wale wa mama wa kizamani na wamama wa kisasa. Kwenye mafunzo ambayo mnapeana au vile ambavyo mnaongea, unaona tofauti gani kati ya wale mama ambao tunaamini wa kizamani na wa kisasa? Tofauti ipo. Tofauti ipo na tofauti ni kubwa. Kwa sababu sisi tunatoa mafunzo kupitia mtandao. Na unajumuisha wale wanawake wote ambao tunao, na kwa sababu taasisi yetu inajumuisha wanawake ambao wako kwenye ndoa rasmi. Lakini hatudili na watu ambao wako kwenye ndoa rasmi tu. Tunadili na wanawake wote. Kwa tunao wakina mama watu wazima kabisa.
kuna mada ambazo zinaweza zikawa zinazungumzwa za kuboresha. Maana lengo letu sisi ni kuboresha ndoa, kumfanya mtu akae kwenye ndoa yake bila kuwa na tatizo lolote na ndoa isivunjike. Kwa hiyo tuna akina mama watu wazima. Kuna mafunzo ambayo yanaweza yakawa yanatolewa na kina mama wale wasikubaliane nayo, kwa sababu tunaenda na mambo ya mabadiliko ya mazingira jinsi yalivyo. Siku hizi tunajua kuna mitandao, kuna kila kitu. Kwa hiyo unaweza ukawa unatoa mafunzo au mwalimu anatoa mafunzo kuhusiana na ndoa, kwamba labda mfano akasema lazima kuwe kuna masikilizano kati ya mume na mke. Lakini atatokea mama ambaye atakwambia sisi zamani kulikuwa hakuna mjadala jamani. Unajadili nini na mwanaume? Unawezaje kujadili? Mwanaume ni kichwa, akishasema amesema, wewe ni kutii. Kwa hiyo unaona kabisa kuna utofauti. Kwa hiyo mpaka kumleta hapo mama kumsogeza aelewe nini unamaanisha inakuwa inachukua muda, lakini tunaenda sawa tu. Na kwenye malezi ya mtoto? Kwenye malezi ya mtoto pia ipo. Nakwambia kwa nini usipige? Yaani pale kuna mafunzo, mwalimu anatoa mafunzo kuhusiana na malezi, lakini pia mnaweza huwa tunaambiana kuhusiana na sheria na taratibu mbalimbali za siku hizi. Unaambiwa kuna haki za watoto. Sasa unapoanza kuelezea haki za watoto, unasema hivi ni vitu gani jamani? Mnapandikiza vitu gani hapo? Mtoto apigwe tu. Tena fimbo sisi zamani tulikuwa tunapiga popote. Hakuna uchagui. Anasema unaanzaje kumwambia mtu angalia sehemu ya kupiga, msikilize kwanza, yani ndio maana watoto wanaharibika. Piga kokote, akitoka hapo anaenda kusikiliza. Kwa hiyo sasa hapo mpaka urejelee tena, uboreshe, urudie. Mabadiliko sasa hizi kuna mabadiliko. Kuna vifungu hivi. Nasema tandika, wewe ungekuwa hivyo, Flora ungefika hapo ulipo. Hivi kwa watoto wanaweza kupigwa umri gani? Unajua mimi wakwangu wananiwazisha sana. Miaka 2 na lakini kama sehemu zinaonekana za kupiga zinaonekana. Mtoto anaweza kupigwa umri gani jamani? Ili tuweze kujifunza. Tukianza kujiuliza mtoto anaanza kupigwa umri gani, lazima tujiulize anapigwa ili iweje? Kupigwa ni nini? Je, anafanya makosa? Anaanza kupigwa anapoanza kufanya makosa. Maana tunasema kupigwa ni adhabu. Sio lazima mtoto apigwe. Sio lazima. Kuna makosa ambayo mtoto anaweza akaonywa kwa namna nyingine. Kwa hiyo hatuwezi kusema mtoto anaanza kupigwa umri gani, mtoto wa miaka 2. Hatuwezi kuzungumza kitu cha hivyo. Kuna vitu vinakuja tu automatic. Unapoona kameanza tu kuwa kakaidi. Tunaanza kukata hiyo tawi la ukaidi. Ndio, Viana, utuambie ni zipi sifa ambazo tunaweza tukaziweka pamoja tukasema sasa hizi ni sifa za mama wa kisasa, kwamba ukiona hizi ama wewe ukijitathmini ukaona unazo hizi sifa, basi wewe ni mama wa kisasa. Kwa sababu kuna mama anaweza kaa ni wa umri wenu lakini pengine ni muhafidhina, yani yeye ni sasa yani kama kanywa maji ya bendera ya mama wa zamani. Sifa gani ni za mama wa kisasa? Sifa za mama wa kisasa ni kwamba hazina tofauti sana na sifa za mama wa kizamani, lakini hizi ziko upgraded kiasi. Mama wa kisasa kwa mama wengi wa sasa hivi ni watu ambao wanajishughulisha na kazi na biashara, lakini katika muda huo wanajitahidi kubalance familia, afiti katika ile familia na jamii kwa ujumla. Kwa hiyo mama wa kisasa ni yule ambaye kwa mtazamo wangu ni yule ambaye anachangia katika namna moja au nyingine katika kipato cha familia. Tofauti na mama wa zamani, wengi asilimia kubwa walikuwa ni mama wa nyumbani, japo walikuwa wanafanya kazi, lakini asilimia kubwa ya mama wa kisasa ni watu ambao wanajishughulisha na vipato katika kazi au biashara. Lakini pia mama wa kisasa kama nilivyosema hapo awali ni wale ambao wanakutana na hii mambo ya teknolojia. Kwa mama wa kisasa sasa hivi wengi sisi wenyewe tunawanunulia watoto wetu vitu kama hivi. Simu kutokana na umri wa mtoto jinsi ulivyofika. Kwa mama wa kisasa sasa hivi pia ni yule ambaye kama mfano kama mimi nifanya biashara, kuliko kumzuia mwanangu asitumie kifaa fulani, nitamsupport atumie katika namna jengevu ili
mtoto akishajua anaweza pia akanisaidia mimi katika kukuza biashara yangu. Kwa hiyo pia ni moja ya sifa za mama wa kisasa. Yaani katika hizo sifa kuna si utafiti rasmi lakini mtu anaweza akathubutu kusema sasa hivi watoto, yani ni kizazi ambacho watoto wana kiburi sana, ni walegevu, sio majasiri, wanadeka sana. Kwa hiyo kitu ambacho tunaweza tukasema nyie mama wa kisasa kuna sehemu mmefeli pakubwa. Hilo mnaliona au mnala kujitetea? Kuna namna, ni kweli, kwa sababu watoto wa siku hizi wengi wanaangalia cartoons. Wanakuwa na muda mwingi tofauti na muda ambao wanakuwa na mama. Unajua kuna namna ambao mama akikaa na mtoto, kuna namna emotional wise anakuwa anamjenga mtoto. Kwa hiyo mtoto akiwa na muda mrefu anakuwa hayupo na mama, kuna namna kihisia anashindwa kuwa thabiti au strong kihisia. Ndio maana unakuta mtoto anakuwa na tabia tofauti tofauti, kwa sababu vitu vingi anakuwa anajifunza nje tofauti na kwa mama. Kwa hiyo zamani wamama wengi walikuwa wanakaa karibu na watoto, anamrekebisha mtoto, anamfundisha na nini. Kwa sasa hivi wamama wengi tunakutana na watoto usiku au asubuhi wanavyoenda shule. Kwa hiyo tabia nyingi mtoto hajifunzi direct kwa mama, anazitoa kwingine. Kwa hiyo mtoto anakuwa anashindwa kujifunza au kujielewa zaidi kihisia. Ndio unakuta mtoto labda akinyimwa kitu anajirusha chini na nini. Kwa hiyo ni katika namna ambayo katika usasa umeleka namna fulani, kuna ufa fulani. Kwa hiyo mama wa kisasa akijitahidi kuweka ule usasa, lakini akitumia ile method ya zamani ya wazazi, akaa karibu na mtoto kumjenga zaidi kihisia, kuna tabia ambazo zitabadilika kwa watoto wa sasa na kuwa kama wa zamani. Nikija kwa mtaalamu wa malezi, ni muda gani sahihi ambao maana pale ameongelea masuala ya mtoto kujifunza vitu mbalimbali na unakuta siku hizi watu wengi wana wasaidizi wa kazi. Mtoto mpaka anafika miaka 7 kashakutana na wasaidizi wa kazi kama 10 hapo kati, kila mmoja akiwa na tabia yake. Kwa labda ni muda gani sahihi kwa mzazi kuhakikisha kwamba sawa niko kwenye usasa, lakini inabidi nihakikishe katika umri huu niweke misingi kwa mwanangu ili asitoke kwenye tabia akaenda kwenye tabia nyingine? Muda sahihi ni pale ambapo mtoto anaanza kujitambua. Mtoto anapokuwa hatua kwa hatua, anatakiwa awe na mama. Mama lazima azijue hatua za makuzi ya mtoto wake, mtoto anakuaje, malezi ya mtoto wake. Alafu hata hivyo mama anatakiwa kujua kwamba mimi nataka mtoto wangu awe vipi. Yaani unajua unapokuwa na mtoto wewe ndio unaweza kuamua mimi mtoto wangu nataka awe vipi. Unajua haya malezi ya sasa ya kisasa haya wamama wanaiga. Mtoto wangu awe kama wa fulani. Kwa anaiga yule anachokifanya. Lakini wewe mama umeamua kuwa na mtoto, umejikuta una mtoto. Amua kwamba mtoto wangu nataka awe vipi. Ukishaamua mtoto wangu nataka awe vipi, tayari utajua namna ya kuanza kumlea, namna ya kuanza kumtengeneza, namna ya kuanza kumpa hofu ya Mungu. Watoto wanajifunza vitu wakiwa wangali wadogo, na kile anachojifunza akiwa mdogo anakuwa nacho. Kama alikikosa huwezi kukipandikiza akiwa na miaka 8. Yaani kwa mfano labda kujua masuala ya Mungu, mtoto anajua toka akiwa mdogo. Unambeba, unaenda naye kwenye nyumba za ibada, anasikiliza, anajua kabisa, anaanza kutofautisha kadri anavyokuwa. Sasa ukisubiri akafika miaka 12 ndio unaanza kumwambia habari za nyumba za ibada, itakuwa ngumu. Kwa hiyo ni hatua kwa hatua ambazo mtoto namna anavyokuwa ndivyo anavyotakiwa kuwa anaelekea. Mtoto mleavyo ndivyo. Na jumbe hapa kuna wengine wanatoa shuhuda zao, wengine huyu anakuambia Habibu Hashimu na Kanoga kutokea Morogoro. Nakumbuka mama alitengana na baba mwaka 1981 wakiwa wametuzaa sisi watoto 3 wa kiume hadi nasoma kidato cha 2. Wakati mwingine tulikuwa tunalala kitanda kimoja, watu 4 na mama yetu akiwepo. Mimi nikiwa na umri wa miaka 17 ilifika kipindi nikasema mama akifa nitazikwa naye. Mama alifariki mwaka 1998 nikiwa safari ya kikazi. Mungu aipumzishe roho yake mahali pema peponi. Amen. Nawapenda sana mama. Anapenda kina mama jamani. Mama hazungumziki katika maisha. Huyu ni Jumanne wa Dar es Salaam. Nani kama mama? Nakupenda sana mama yangu, na kukumbuka ulivyonilea kwa upendo, nilipoumwa uliumia, kana kwamba wewe ndiye mgonjwa,
mama, hata sasa bado huchoki kunipenda. Umeendelea kuwa mwalimu wangu. Hakika mama, wewe zaidi ya kila kitu. Nakupenda sana mama, na kuombea kwa Mungu akupe maisha marefu zaidi. Nani kama mama? Nakumbuka msemo wako wa mara kwa mara kwangu kuwa soma mwanangu, na wenye dhambi wakikushawishi wewe usikubali. Huyu ni Sebastian Kimario. Hakika Sebastian, hongera. Pia hongera kwa mama aliyekulea na hata kukuachia ujumbe huo ambao unaendelea kuishi nao. Mama ni mama tu, mwingine anatuambia wapende wa mama. Sawa. Mama wa kambo pia ni mama. Ya, kabisa. Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi mama yangu wa kambo. Hakika kanilea vizuri sana. Heri kwenu mama wote duniani. Huyu ni Mwalimu Nindi toka Mafinga, Iringa. Asante sana. Mwalimu Nindi. Sudi Gambo toka Tabora Sikonge. Kwa upande wangu, ninachokumbuka nilivyolelewa mimi tofauti na sasa. Kwa sababu kwanza hata adhabu kwa watoto ni maanisha bakora endapo kakosea mtoto, lakini saizi hakuna adhabu za namna hiyo. Kwa hiyo mimi naona malezi yamebadilika kulingana na utandawazi. Bado watu bakora zinatakiwa. Huyu anaitwa Saidi Rashid kutokea Tabata, Dar es Salaam. Anasema nakumbuka mama aliniambia, mwanangu, mwenye hekima abishani. Na kweli naona sasa hivi ni hekima kweli, sio lazima kila kitu ubishane, na unajikuta umetunza heshima yako. Energy. Tusibishane. Ukikuta familia ina ustawi mzuri wa maisha, ujue hiyo familia mama ana mchango mkubwa sana. Mara nyingi sana mama anakuwa busy kufikiria watoto watakula nini, ni zoezi la kila siku. Na watakia mama wote maisha marefu, hasa mama yangu akiwa Nyabibuye Kakonko. Ni mimi Aidan Barabona Ntancho. Asante sana. Asante sana. Kuna hilo zoezi hilo la kuanza chakula kila siku. Huo mtihani huo. Ukisikiliza jumbe za kina mama hapa, za wachangiaji wetu juu ya mama, unaona kama mama ni tunu, hazina, ni kwa kweli ni viumbe ambavyo vinastahili heshima aina yake. Kwa hakika. Wanaonesha heshima ya mama na ukuu wa mama. Tuseme kwamba tutaraji kwamba kizazi kijacho kitakuwa kinawalaumu akina mama kama kwamba au heshima ya mama itashuka, kwa maana ya kwamba sasa hivi tunashuhudia mama wanakuwa wa binafsi. Mama wa kisasa anasema sitaki kunyonyesha, au naye yuko bize katika mapambano ya maisha, si kitu kibaya. Au hayupo kabisa na mtoto, au mama na mtoto, yani kuna vitu mama havijui kwa mtoto mpaka anaambiwa na house girl. Tutaraji kwamba heshima ya mama wa kisasa miaka ijayo huko itashuka kwa watoto juu ya mama. Vivian. Okay. Viana, sorry. Katika namna hiyo kiukweli mtoto unaona hizi jumbe tulizozipata hazijaje tu, ni kwamba yule mtoto aliona jinsi mama alivyomfanyia. Kwa hiyo katika namna ambayo mzazi atakuwa mbali na mtoto, mama hajui maendeleo yake, hajui chochote, yani hataki kumnyonyesha, kulinda maziwa, kuna ile bond kati ya mama na mtoto itaondoka. Siwezi kusema kwamba mama atachukiwa, lakini kuna ile level ya upendo wa mtoto kwa mama inaweza isiwepo katika namna ya uhalisia, tofauti na wengine jinsi ilivyo. Tumeshuhudia. Kwa hivyo wengine ambao wanasema kwamba mama yangu, kama mmoja akasema mama yangu ningezikwa naye kama angefariki, lakini kuna mwingine leo hii ambaye hajalelewa na mama, amepata malezi ya mama wengine, atasema hivyo hivyo, lakini kuna mwingine ambaye ameshuhudia mama yake akimtendea kitu kibaya. Yule mtu anaweza asimchukie mama yake, lakini hata muelewa yule ambaye anasema anaweza kuzikwa na mama yake, kwa sababu yeye ataona kwa nini mimi nizikwe na mama wakati sijaona ule umuhimu zaidi wa mama, hata kama hamchukii. Kwa hiyo jinsi mama anavyoishi katika namna ya kisasa ndio jinsi anavyo define mtoto wake kwa mbeleni atamchukuliaje. Japo mama kwa mtoto, upendo wa mama kwa mtoto hauna kipimo kwamba mama anifanyie hivi na mimi ndo nimpende hivi. Hiyo inakuja naturally kwamba mimi nampenda mama yangu. Before, mmeshakutana na akina mama ambao labda katika hiyo dhana ya usasa, ila wakiwa wameshajishtukia wanalalamika kwamba ni kama tumekosea katika kuwalea wanetu, ule upendo au ile bondi haipo, yani wanashtuka, mbona tuna hela lakini mbona hatuna kitu fulani ambacho hela haiwezi kukinunua? Ndio, tumeshakutana nao
Wapo akina mama ambao wanajutia. Unajua, kadiri unavyomlea vizuri mtoto wako ndivyo na yeye atakavyokuwa na wewe, kama alivyosema Viana hapo. Kuna akina mama wanaojuta baada ya watoto kuwa wameharibika kitabia. Kuna akina mama wanaojuta baada ya watoto kuto kuwahitaji, kuto kuwataka. Kwa mfano mama wale watu wazima, nasema kijana wangu ameoa. Kijana wangu ameoa lakini hanikumbuki kabisa. Yaani amegeuza mke wake kama ndiye mama yake. Yaani watu wanalalamika, wapo mama wanaolalamika hivyo. Kuna wakina mama wanaolalamika watoto wanawapenda zaidi bibi zao kwa sababu waliwaacha kwa bibi zao. Na wao wakawa bize kutafuta maisha. Wapo, kulalamika kupo. Kwa sababu alishakosea, kama anavyosema Viana kwamba kukaa na mtoto karibu kunatengeneza bondi. Na unaweza kujua tabia ya mtoto wako na kufanya mtoto wako awe vile wewe unavyotaka. Sasa kama ukukaa naye vizuri, ukuwa unamtunza muda wote, umemwachia dada wa kazi. Kuna watoto ambao dada wa kazi akiondoka wanalia. Nafikiri mshauri wanalia. Dada wa kazi akitumwa tu sokoni wakabaki na mama, wanamuulizia dada wa kazi mara 7. Kwa hiyo hapo tayari mama inabidi ujitathmini kwamba hapa nafasi yangu imeshabebwa. Nikija kwako, unadhani wazazi sasa hivi wa kisasa wanahitaji warudishe kitu gani? Yaani kitu gani kwenye malezi yale ambayo ya kizamani yalikuwepo sasa hivi kwenye malezi ya kisasa hayapo, ambacho wewe kama mzazi wa kisasa sasa unatamani sawa nimeishi hivi lakini natamani ningeweza kuwa naishi hivi na watoto wangu au kwenye malezi ya watoto wangu kirudi? Yaani kwa haraka naweza nikasema muda. Yaani mimi kama mama wa kisasa kuna namna ambayo naona muda wangu na watoto wangu umepunjwa. Ni kwa sababu ya mabadiliko hivi ya kijamii. Kwa hiyo najikuta muda mwingi napambana kimaisha na nini. Kwa hiyo kuna muda natamani nasema hivi, kwa nini sikae zaidi na watoto wangu? Kwa sababu ninavyokaa na watoto wangu wanajifunza zaidi kutoka kwangu. Kuna vitu ambavyo nitaviingiza kwao ambavyo navitaka wawe navyo. Kwa hiyo kwa haraka naweza nikasema muda. Japo kuna vitu vingi sana. Hebu ongezea kingine mbali na muda. Lakini pia kitu kingine ni namna ambayo tulikuwa wazazi zamani walikuwa wana utamaduni wanauhamishia kutoka kwa kizazi hiki kwenda kwa kizazi kingine. Kwa jinsi vizazi vinavyozidi kuendelea, kuna vitu ambavyo vinapungua. Kuna vitu mama zetu walikuwa wanaweza kuvifanya ambavyo sisi hatuwezi kuvifanya kwa sababu tulishindwa kuvichukua kutoka kwao, ambavyo mimi sitaweza kumpatia mwanangu. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo natamani mimi ningeenda kujifunza zaidi kwa mamangu nikavipata, ule namna kuishi na watu, namna kukaa kama jamii hivi. Kuna namna ambazo wazazi wetu walikuwa wanaweza zaidi. Japo sisi tunajitahidi, lakini kadri tunavyozidi kusonga mbele kuna mambo yanapungua. Mfano kama zamani ilikuwa interaction na majirani ilikuwa kubwa sana. Mtoto anatoka hapa anaenda kucheza na mtoto wa jirani, labda naomba kucheza na fulani, wanacheza pamoja. Lakini kwa sasa mtoto anakaa mwenyewe ndani ya nyumba. Yaani wazazi pia tunaogopa kwamba mwanangu akaenda sehemu fulani sijui hataenda, yani mazingira pale yakoje. Kwa hiyo ni vitu pia ambavyo natamani vingeendelea kwamba interaction katika jamii iwepo kama zamani, kwa sababu maadili mtoto anajifunza pia kutoka kwa jamii pia, sio katika familia yake yeye mwenyewe anayoishi. Hakika umenena vyema kabisa. Mambo hayo ya muda. Tumetaka 50 kwa 50. Ndio haya sasa. Hivi jukumu la malezi. Ni hivyo. Kwa kweli sijajua. Labda tunaweza tukawa tupo kwenye hatujafanya tathmini kamili na ya kina juu ya hiki tunachokifanya. Unajua kama mkiwa mnajenga jengo kubwa au project, serikali inaweka upembuzi yakinifu kabisa. Labda wakina mama hawajafanya upembuzi wa yakinifu juu ya mtindo wa maisha ambayo wameyachagua, ambayo ni mama wa kisasa ameyachagua maisha hayo bila kufanya upembuzi yakinifu wa kutosha kwamba yeye anatosha wapi na kusudi la yeye kuwa mama. Eti Bi Flora Rugeyam. Mimi nafikiri hakuna upembuzi yakinifu. Na hasa ukizingatia saizi haya mambo ya sayansi na teknolojia na yanamfanya mtu kujikuta tu ghafla amekuwa mama.
kuna watu hawajategemea kabisa, yani yuko chuo anasoma, ghafla anajikuta amekuwa mama, tena mama wa watoto mapacha. Hatari. Hana uzoefu wa atamlea vipi mtoto, na mbaya zaidi anajikuta hata aliyempa hao watoto hayupo. Kwa hiyo ghafla kawa mama, hana mtu ambaye labda atalea nao hao watoto, hana uzoefu wa kulea watoto kwa sababu umri wake wenyewe unakuwa bado, yani hana miongozo yoyote. Mwingine unakuta hata wazazi namna ya kuwaeleza kwamba mimi nimeshakuwa mama, hana namna hiyo, maana yuko mjini anasoma, wazazi wako kijijini, anaelezaje kwamba mimi nimekuwa mama? Kwa anajikuta sasa anaanza kulea wale watoto bila kuwa na miongozo yoyote, bila kuwa na upembuzi wowote yakinifu. Ndio hivyo watoto wanalea, mwisho watoto wanajilea wenyewe. Tumeona, na ndio maana unakuta sasa hata mmomonyoko wa maadili ni mkubwa kwa sababu hakuna ile responsibility ya mama pale katika malezi kama ambavyo sisi zamani. Sisi mama zetu wametulea zamani, anazaa watoto 9, yuko hapo anamjua mtoto mmoja kwa tabia, yani mama anakupima, anakushika hivi, ana homa, na kweli una homa. Na thermometer mkononi. Siku hizi tuna thermometer za tunabana, anakugusa, anasema huyu ana homa, huyu hili ni tumbo, hili ni chango. Lakini sisi ni thermometer ni yani kwa kweli mambo yamebadilika, ni tofauti. Kitu muhimu sana, ilikuwa mvua ikinyesha, yani hiyo siku nataka ndaumwa nisiende shule, kumbe mama akiniangalia anajua wewe unaumwa au umwi, anakwambia nenda shule, si unaumwa, walete maiti. Basi unajifanya unaumwa, kafie shule. Ila siku nikimwambia najisikia tu niende shule, labda kuna mechi afu naumwa, hata wewe unaumwa, baki hapo. Hizi kama mimi mambo ni mengi kwenda, anataka wewe nenda. Siku ambayo nataka kwenda, anataka wewe unaumwa, baki. Mimi nilikuwa nasema nikiumwa naambiwa vaa uniform, napelekwa hospitali kuhakikisha ninaumwa. Basi hata nilikuwa mzuri kwenye kuigiza. Niangalia ajue wewe uumwi. Nilikuwa vizuri kwenye kuigiza. Kwa hiyo naumwa, panda kwenye gari, tunaenda hospitali. Ukitoka hospitali daktari, "Huyu anaweza kwenda shule?" Naacha shule. Imeisha hiyo. Watu walimu watapigiwa simu kwamba atachelewa huyu mtu wenu leo. Sasa hivi unaweza mtoto akakwambia naumwa ukampeleka shule? Au ndo apumzike kwanza? Juni apumzika. Okay, na Juni ni wengi. Inakuwaje hapo? Tupo uzoefu wa jumla ni wa kina mama. So nyewe uzuri nyewe mnazungumza. Inategemea. Kwa mimi kesi yangu nimewahi kumpeleka mtoto nikaona huyu anaumwa lakini sio mbaya sana, anaweza akaenda shule. Lakini alivyoenda alizidiwa na niliniuma kwamba kwa nini nisingemwacha mimi. Bora hujaiva mama. Ili uchungulie. Bora wewe. Lakini wazazi wa zamani inabidi ukachukue notes. Nitaenda kuchukua notes. Kabisa. Nikija kwa Flora. Na mimi nataka kujua kwanza kuna vitu gani ambavyo kwenye malezi yako wewe akati unalelewa sasa na mama yako kukukuza ambavyo unasema hivi vitu natamani sana ningevibeba kama vilivyo nije kumlea huyu junior wangu wa sasa. Asante. Japokuwa mimi mamangu amenilea kaniacha nikiwa mdogo, lakini nakumbuka. Yaani kuna vitu navikumbuka mpaka leo kwa namna alivyokuwa. Kwanza masuala ya dini. Yaani ni toka nafikiri nikiwa mdogo sana. Mdogo sana nasema wewe ni mwimbaji. Wewe ni hivyo. Kwa hiyo unaimba yani natamani na uishi, yani kila mzazi angekuwa anamweka mtoto wake mbele katika masuala ya dini. Unajua unapata ile hofu Mimi mamangu alikuwa na tabia ya mmeenda kanisani, mmerudi, anataka mfanye tafakuri. Umejifunza nini? Utaki-apply wapi? Hakuwa mwalimu lakini alikuwa ana hiyo kitu hiyo. Kwa hiyo hicho kitu pia natamani, yani kama tungekuwa tunakiweka, nafikiri hata maadili ya watoto kidogo yangekuwa mazuri. Lakini kingine ambacho nakikumbuka mimi kutoka kwa mama yangu, mimi mama yangu alikuwa haongei, japo alikuwa ni mkali. Ndio hiyo nasema jicho, akikukata jicho, na alikuwa na jicho kubwa. Mgeni anakuja amegonga hodi, amekaa na wewe unakaa pale, akwambii toka, anakuangalia tu, unatoka mwenyewe na vitu vyako vyote ulivyonavyo na haurudi tena.
Kwa hiyo kuna ile kukaripia, kumfanya mtoto ajue kwamba hapo sio sehemu sahihi, hicho hakitakiwi kuwa hapo, hicho. Yani natamani kama watoto wa sasa ingetokea ingekuwa hivyo, ingekuwa nzuri. Viana, kwenu ninyi wazazi wa kina mama wa kisasa, yani mna demokrasia kubwa sana. Mtoto anaweza akatoa maoni kuhusu chakula. Sisi ilikuwa ikipikwa makande huwezi kutoa maoni kwamba mimi sili makande, unakula kilichopo. Mnapata fursa ya kukaa na watoto wakatoa maoni. Watoto wanawaambia nini? Yani ambacho hadi mnashangaa, mbona wanaweza kusema hivi au kufanya hivi, ukilinganisha yani na wakina mama huko wengine ambao ni wa kisasa. Watoto wanawaambia nini? Kwa sababu nyinyi mkikutana, mnaongea, mnajadiliana hadi mnashangaa. Wanasema hivi, wanasema nini? Kwa upande wa chakula au sio chakula, yani maoni tu, uwezo wa kutoa maoni na kuambia pengine juu ya mnavyowalea na vitu kama hivyo. Maoni tu kwa ujumla. Watoto wanaambia nini hasa wakina mama? Kwa mimi ninavyoona, naona watoto, hata jana nilikuwa naongea na mtu nasema watoto wa siku hizi wana namna ambao wanafikiri zaidi tofauti na umri wao. Kwa hiyo pia wana uhuru wa kuongea. Yaani unajua zamani sisi ilikuwa kutamka kitu fulani unajifikia mara mbili, nikitamka mama atanichapa. Lakini siku hizi wako free kutoa wanacho, ambacho kina uzuri wake kwa upande mwingine, kwa sababu mtoto anakuwa anajiamini. Kwa watoto huwa wanaonyesha hisia zao wazi kwamba mama, hiki mimi ninakipenda, hiki mama mimi sikipendi. Sasa mimi kama mama ndo naangalia huyu mtoto anachokitaka, je, ni kwa manufaa yake au ni ile tu wanafanya hivi kwa sababu mimi ni mama najua nitamwachia. Kwa hiyo watoto wao katika namna kutuambia sisi, wanatuambia chochote ambacho kiko kwenye akili yao, lakini kuna namna ambao hawezi kuchuja. Wao wanaongea tu, alafu pia wana uwezo mkubwa sana wa kuwasilisha hoja zao. Ninaona sana watoto, nina mtoto wa umri wa miaka 8, kesho kutwa anaingia miaka 9, niseme miaka 9. Kwa hiyo yani anavyofikiri, nikikumbuka mimi miaka 9 nilivyokuwa katika umri wake, sikuwa vile. Kwa hiyo yeye sasa hivi anaweza akapanga vitu vingi, akaja akasema mama, nataka kitu fulani jifunze hiki na hiki, lakini katika umri ule nilikuwa siko free kwenda kumwambia mama yangu hivyo. Nilikuwa sio mama mwenyewe ndo aniambie wewe muda huu sasa hivi ambaye ujifunze kitu fulani. Kwa hiyo kuna namna tofauti ya watoto wa sasa hivi na watoto wa zamani katika kufikiria. Na nyinyi hiyo mnaweza kuihandle vipi sasa wakina mama wa kisasa? Kuhandle zaidi, mimi naweza ngasema huwa na jitahidi sana kujihusisha na mama wengine. Ndio maana pia niko Proud Waves. Kwa hiyo nikikuta kitu ambacho kwangu naona hiki, je, ni sahihi ama sio sahihi, huwa naweza nikaja nikauliza mama wenzangu. Mfano, kuna siku tulikuwa tuna mada ya malezi ya kupevuka kwa watoto. Hawa watoto wanajua ama hawajui? Kwa hiyo mwalimu akawa amefundisha kwamba watoto umri huu wanajua, na ni sisi kama wamama inabidi tuongee nao. Zamani ilikuwa ni tabu kumwambia mtoto kuhusu kupevuka kukoje, kubalehe kukoje, nini, lakini mwalimu akasisitiza katika umri wa watoto wameshaanza kufundishwa. Ukiangalia hata masomo mengi zaidi wanafundishwa kwa katika madarasa ya chini. Mimi nilichokifanya, nikarudi nyumbani, nikamwita mwanangu ambao anaingia miaka 9, nikamwambia unajua maana ya kubalehe? Uweze amini, anajua kila kitu. Akanielezea. Kwa hiyo nikabaki nashangaa, nikaanza kusema kwamba sasa katika hii taarifa alionayo, kipi nimwambie sawa endelea kuwa nacho, kipi nimuongezee na kipi nisimpe. Kwa hiyo hivyo vitu vya kujua kipi nimuongezee na kipi nisimpe, mimi sasa lazima nifuate ushauri wa mama wenzangu, hata naweza nikafuata ushauri kwa mama yangu na mashangazi kwamba mtoto wangu anajua 1, 2, 3. Je, nafanyaje ili kumuendeleza? Asiaka anajua zaidi ya umri wake. Na mimi namsaidia kwa sababu nisipompa hiyo taarifa, lazima taarifa atapata kwingine. Yaani lazima. Kwa hiyo mimi katika namna hiyo huwa namfundisha kwamba okay, umefundishwa 1, 2, 3. Hiki ni kizuri, hiki usifanye. Ili akikutana na hiyo taarifa nje, kile ambacho nimemkataza sio kizuri, kule nje akiambiwa sio ni kizuri, ata way out. Atasema mamangu aliniambia sio kizuri, kuliko kumficha kwamba sitaki kuongea na mtoto wangu hivi. Ataenda atajifunza kule kwingine, atadanganywa na atapotea. Uko sahihi. Jumbe bado zinaendelea kufika huku. Huu ni Yahaya Makwani kutokea Bayuni, Tailania. Anasema namkumbuka sana mama yangu kwa malezi yake alionipa hadi hapa nilipofikia katika maisha yangu kwa 80+. Mama yangu alikuwa ananichapa kwa wakati sasa
sana nikikosea. Hakunipa pongezi kwa wakati sahihi nifanyapo vizuri. Alikuwa asubiri baadaye au kesho. Mama yangu alikuwa ananipa pongezi kwa wakati, alikuwa asubiri. Alikuwa asubiri baadaye wala kesho. Mama yangu amefariki, lakini namkumbuka sana na nimemisi malezi yake. Naitwa Rogati Albert kutoka Rombo. Mama wa kisasa ni watu wachangamfu, lakini watoto wao wamekuja wakilelewa na bibi sana. Sasa watoto watakuja kuwa mama wa kisasa zaidi. Yani anawatabiria sasa watoto watakuja kuwa mama wa kisasa zaidi. Anasema ila wa zamani anakuwa katika maadili ya wazazi wote wawili. Kiburi kulikuwa amna, maana wazazi yoyote anakupiga, ila sasa ukimpiga mtoto na kiburi usipolia kiburi unachapa ulie na unachapa unyamaze na unachapa unauliza ujibu na unachapa kwa nini umejibu. Kwa hiyo hamna maana mzazi yoyote anakupiga, ila sasa ukimpiga mtoto wa mtu ni changamoto. Tena unaweza hata uleta ugomvi mwezi mzima. Jirani pia, mtoto wa jirani ni mtoto wako. Haya, baada ya Mungu ni mama. Mama ni kila kitu katika maisha. Tunapozungumzia malezi ya zamani yalikuwa bora kuliko ya sasa. Kwanza wamama wa sasa wako bize sana, wanakimbizana na maisha. Watoto wengi sasa hawana maadili. Mama yangu ashatangulia mbele ya haki, lakini nafaidika na malezi yake. Zamani ni zamani tu kwa kweli. Chakale ni taabu. Naitwa Baraka Mathias kutokea Masumbwe, Geita. Mada nzuri. Mama na maisha ya kisasa, kwa kweli kuna mabadiliko makubwa sana tofauti na zamani. Hii inatokana na mabadiliko ya kiutandawazi. Mfano, watoto siku hizi anabembelezwa na simu waangalie katuni ili anyamaze. Tofauti na zamani. Zamani tulikuwa tunapigwa. Zamani ukilia unalilia kitu sasa mpokonye tuone kama atakufa. Lakini zaidi mpe Junior simu ya mgeni, simu yako eti ukape katoto Junior. Alafu katoto Junior kanakuwa kanachezea, baadaye kanaenda kanaloweka kwenye ndoo. Mambo ni mengi. Huyu anaitwa Kado wa Nzuguni, Dodoma. Hawa mama wa kisasa ndio hao wanaobomoa maadili ya watoto. Unamkuta mama anaongea na simu mambo ambayo sio rafiki mbele ya mtoto na mavazi ambayo sio rafiki kwa mtoto. Kwani utandawazi ndio unawaambia wavae nguo zinazoonyesha nguo za ndani? Huyo dada anasema wamama wa kisasa ni rahisi sana kuvunja ndoa. Hakuna mama wa kisasa. Mama ni mama tu. Hayo majina ndio yanawafanya kuona mtoto wanapelekea boarding na kuwaacha kwa bibi. Ndio maana wanajiita wa kisasa. Watoto wanawapa matunzo, lakini mtoto anakosa malezi. Ndio maana zamani baba mmoja alikuwa na watoto watatu, lakini siku hizi mtoto mmoja ndio ana baba watatu. Mama wa kisasa ana kadi 3 za kliniki. Yani pia sisi anasema wamama wa sasa hivi tu wanatoa nini? Matunzo na sio malezi. Na hapo yani mtu asije akachanganya. Matunzo ndio maana tulikuwa na mkurugenzi wa maendeleo ya watoto kutoka Wizara ya Jinsia na nini ustawi wa jamii. Akasema kuna aina mbili za kutelekeza watoto. Kuna kutelekeza watoto nje ya familia na unakuwa na watoto ndani ya familia ila umewatelekeza. Unawapa matunzo, unahisi unawapa malezi. Jamani, si mmewapa kila kitu. Hujawapa kila kitu. Unawasa. Jamani, jumbe ni nyingi. Wewe naambia ukiachana na vyote, mama ndiye Mungu hapa duniani. Amina sana. Mama ndiye msingi wa malezi kwa mtoto. Mama akizembea malezi hata mtoto huharibikiwa. Hakika mama wote wapewe maua yao. Huyu by Khalid Kachuru wa Korogwe, Tanga. Asanteni sana kwa jumbe zenu. Before tuambie kitu hapa. Kwa sababu na Viana hapa natusaidia kutuonesha mama wa kisasa, lakini angalau huyu ni millennial wa nyuma kidogo. Kuna mama wa kisasa alafu ni Gen Z. Ni mambo gani ambayo mnaona kama yana spidi sana namna wanavyolea na mnajiuliza sasa itakuwaje? Ama sasa tufanye nini sasa kurudi kule malezi yawe vizuri au mama awe mama wa maana kabisa? Asante.
Mambo ni mengi, mengi sana. Kama hilo mfano mmoja mlosema kwamba mtoto anabembelezwa na simu. Yaani mtoto anazaliwa ile sauti ya mama, sauti ya mama yake. Unajua mtoto anaijua sauti ya mama Mama akiongea anageuka huku na huku kumtafuta. Lakini hawa wenzetu majenziwa sasa, ana mtoto hajui sauti ya mama kabisa. Na akijifungua hataki kunyonyesha sababu anaogopa. Wenyewe anajiambia kwamba maziwa yangu yatakuwa ndo nitakuwa mama sasa, mama kabisa. Hawanyonyeshi kabisa. Na hivi siku hizi kuna maziwa, kuna nini. Kwa hiyo mtoto pia anaanza kukosa hata zile nutrient muhimu ambazo angezipata kwa mama yake. Lakini pia hawawazi kuhusiana na malezi. Wewe wanaiga. Yaani malezi walionayo ni ya kuiga. Kwamba mfano mtoto wa Viana ana miaka 2 lakini kafanyiwa sio anaita ndo siku za kuzaliwa hizo wanaalikwa watu hata ambao hawana maadili wanakuja pale na mtoto na mtoto na baby shower tunamkaribisha mtoto anabeba ujauzito, analionyesha tumbo kuanzia mwanzo mpaka anaenda kujifungua. Yaani mambo ni mengi kwa kweli, mambo ni mengi sana ambayo nafikiri kwa baadaye itakuja kuwa shida. Haya yote mmomonyoko wa maadili tunaouona huu ni kwamba unaanzia huko. Mtoto anajilea. Mtu kazaa mtoto wake akiwa na miaka 18. Mtoto anakuwa amekosa kabisa mwongozo. Mwisho anamuona mama yake kama tu rafiki yake au mtu mwingine. Na mambo gani usije ukasema jamani mama wa kisasa tumewakandia sana. Mambo gani ambayo unajivunia kwa mama wa kisasa? Wewe kweli hawa mama wa kisasa sasa? Mambo ninayojivunia kutoka kwa mama wa kisasa. Mama wa kisasa wanajitahidi kuenda na huo usasa wa sayansi na teknolojia au katika kupendeza kwa drip check kwamba akitoka amevaa basi na mtoto wake kavaa kapendeza. Mtoto kaenda shule nzuri ya gharama. Hiyo wanajitahidi sana. Mtoto kala vizuri. Wanajitahidi. Na mimi niwaongezee maua yenu usije kaanza kutafuta huko. Tutakutafuta. Pia kupendeza. Najua ilikuwa eti mama ananiambia kuna nguo za sikukuu na za kushindia. Na za kanisani. Sasa lakini hao watoto siku hizo wanapendeza kila siku. Sio nyumbani. Kuna ile ulikuwa ukivadi watu wanakuuliza kwani unaenda wapi? Unatoka. Lakini katoto kamependeza kwani mna mtoko? Tupo tu. Toko tu. Hapa ni washukuru maana muda unatukimbia. Tumepata ujumbe kutoka kwako Mwalimu Festo Mpepo kutokea Songwe, asante sana. Rajabu Hashimu wa Maramba Tanga, asante sana kwa ujumbe wako. Faridu Amul wa Misei Kagera, asante kwa ujumbe wako. Tumepata jumbe Alex au Jasto Junior, asante kwa ujumbe wako. Lakini pia hapa tuna ujumbe kutoka kwa Everin kutokea Lindi, asante kwa ujumbe wako. Sebastian Dida Dar es Salaam, asante kwa ujumbe wako. Tumepata pia ujumbe kutoka kwa Ramson Ndege, asante sana. Na pia huyu Sosinora Sadok Dura, asante kwa ujumbe wako, ambaye yeye anakuambia anawatakia wamama wote heri ya siku yao, hasa mama yangu akiwa hapa Kigoma. Asanteni sana kwa jumbe zenu nzuri. Ndio. Turejee sasa mama wa kisasa. Yaani kuna namna hivi. Mama wa kisasa. Hivi ukiwa kama mama wa kisasa unatamani watoto wako waje wakukumbuke na kitu gani hasa ambacho umewafunza katika usasa huu? Kesho na kesho kutwa anasema mama, kwa hakika mama alinifundisha hivi, kama vile ambavyo kuna kitu ambacho wewe unamkumbuka mama yako. Kwanza niseme kwamba watoto wangu katika namna kunikumbuka inabidi wajue kwamba mimi sio mkamilifu. Lakini katika kuto kukamilika kwangu nilijitahidi kuwalea kiimani, kimaadili, lakini kielimu nimewapambania sana. Na wao wenyewe wana base nzuri sana ya kimaisha. Kwa hiyo hata kama jamii inataka mama awe mkamilifu, lakini mimi najitahidi kupambana. Hiyo ndo changamoto ambao mama tunakutana na jamii. Jamii inataka mama awe 1 2 3. Asiwe na yani awe perfect kabisa. Lakini kiuhalisia hiyo hamna. Sisi tunajitahidi sana kufiti katika jamii, kuendana na mabadiliko ya kisasa jinsi yalivyo. Kwa hiyo katika namna hiyo ambayo mimi napambana, mtoto ajue kwamba sio rahisi. Kwa mimi hata kama nitakosa muda naye, naomba sana, najitahidi sana nipate ule muda ili apate zile values kutoka kwangu ziingie kwake. Lakini pia huko baadaye atakapokujua kuwa mtu fulani, aseme kabisa
mama yangu alipambana hapa. Kuna muda mama alikosa kula ili mimi nile. Kuna muda mama alikuwa ananipeleka kanisani au msikitini kwa nyumba ya ibada ili mimi niweze kupata yale mafunzo kunijenga na kunipa ile hofu ya Mungu. Kwa hiyo hii ndio vitu ambavyo natamani watoto wangu waje wanikumbuke kwa baadaye. Ukiachana na vitu ambavyo ni materialistic kwamba nimwachia sijui kitu fulani, lakini katika vile vitu ambavyo vimemjenga katika utu wake ndio vitu ambavyo natamani sana. Asante sana. Umeliweka vyema. Vizuri kabisa. Na kweli pengine kuna sehemu jamii inawakandamiza sana, inawalaumu sana. Ni wapi jamii kama utujibie hoja aliyoileta hapa Viana, imejisahau kweli? Unaona mama wanapambana, lakini jamii inabeza pia hata yale mapambano yao, wakina mama hawa. Mimi nafikiri jamii haina haja ya kumkandamiza sana mama wa kisasa kwa sababu tukiangalia saizi mabadiliko yanayotokea haya unakuta mama wengi wa kisasa hawana usaidizi kutoka kwa kina baba. Kwa hiyo inabidi apambane. Kwa hiyo jamii ikumbuke pia kwamba kuna akina baba ambao wamesahau majukumu yao. Wakina baba wa kisasa. Wakina baba wa kisasa wasiotaka majukumu. Wamesahau majukumu yao. Kwa hiyo wasimkandamize sana mama wa kisasa. Wampe tu maua yake kwa sababu anapambana kwa ajili ya watoto. Kwa vyema kabisa. Sasa kwa kumalizia, tungependa kujua mama anawezaje kujitunza huku akiwatunza watoto wake? Tuko kwenye zama hizi za usasa, mama naye inabidi uonekane wa kisasa, lakini pia watoto wanahitaji malezi yaliyokamilika, usije kaambiwa kwamba mtoto umemharibu huyu. Kwa hiyo tunavyomalizia kwa pamoja, tupate mchango kutoka kwenu. Inabidi mama hakikisha anafanya vipi kuhakikisha majukumu yangu nayatimiza na mtoto pia namlea? Karibu. Asante. Kwanza mama asijisahau kwa maana ya atunze afya yake ya akili, atunze furaha yake, kwa sababu huwezi kutoa kile ambacho hauna. Mimi nikikosa furaha sitaweza kumpatia mwanangu furaha wao jamii iliyonizunguka. Kwa hiyo kwanza kabisa lazima ajijenge, ajitunze, awe na ile muamsho ndani yake wa furaha na ile ya kiu ya kutoa kwa watu wa nje. Kwa mimi kama mama nitajitahidi sana niweze kupambana kuweka furaha ndani yangu ili niweze kutoa kwa wale wanaonizunguka. Asante sana. Na kwa kumalizia, ujumbe kwa wamama juu ya hilo? Wamama watunze, kama alivyosema, watunze afya. Afya ni muhimu sana, hasa afya ya akili. Ukishakuwa una afya ya akili tena ni tatizo kubwa sana. Haiwezekani kumpata mtoto ambaye ni mzuri kwenye jamii kama amelelewa na mama ambaye ana shida ya afya ya akili. Lazima tutapata mtoto ambaye baadaye atajinyonga, baadaye ni shida. Tujitunze, lakini kukaa kwenye nafasi kama mama bila kujisahau, lakini pia kujiweka kuwa role model, yani tuwe ndo mfano wa kuigwa. Yani ndio sisi ni kina mama, labda ni kina mama wa kisasa au ni kina mama wa zamani, maana mimi watoto wangu wananiambia African mom. Hapo ushajua hadhi yako. Imeisha hiyo. African mom. Kwa hiyo vyovyote vile, yani hakikisha, lakini pia mama hakikishe anataka mtoto wake awe vipi. Ukishapenda tu kujua kwamba mtoto wangu mimi nataka awe hivi, simamia hapo na uendelee kuwatunza vizuri watoto. Asante sana. Na kwa kukazia hapo tuwakumbusha hata wale ambao wamezunguka kina mama na yeye ana mchango mkubwa sana kuhakikisha wamama wanapata afya nzuri ya akili. Kwa hiyo msiseme kwamba mmeambiwa, wewe pia msapoti mama au sio wakarudi. Kabisa ni kusaidizana. Pia nasi uncles tupo kuhakikisha mambo yanaenda vyema sana. Tunashukuruni sana. Mmeliweka jambo jema sana, na Proud Wives bado mnapokea wanachama kabisa. Tunavyomaliza, angalau mtuambie Proud Wives ni nini? Kuna mtu anaweza kama amesikia hili neno leo. Asante. Proud Wives ni taasisi ambayo inajihusisha na wakina mama walio kwenye ndoa rasmi. Lakini sio kwamba tunaongea na kina mama wenye ndoa rasmi tu, sisi tunaongea na kina mama wote. Lengo na madhumuni, tunaamini kwamba mtoto aliyepo leo duniani au mtu yoyote ambaye yupo duniani leo katoka kwenye familia ambayo ni bora. Na hakuna familia bora bila mama. Kwa hiyo tunakaribisha watu wote, na tutakuja kuwa na couple event mwezi wa 6 tarehe 21.
wakaribie pia. Wanakupateni kwenye peji zenu? Ndio. Proud Wives. Proud Wives. Okay, asante sana. Ndio, tunashukuru sana. Tulikuwa naye hapa. Tulikuwa na kina nani, Elesia? Tulikuwa na Frola Lugeiamu, yeye ni mshauri wa malezi na makuzi, lakini pia huyu ni mwenyekiti mstaafu wa The Proud Wife. Pia pembeni yake alikuwa Viana Mlokozi, yeye ni mama lakini pia kwa sasa ni katibu wa The Proud Wife. Nadhani kwa nini kwa sasa ni katibu. Kwa kweli. Kwa madini. Na kwa nini alikuwa mwenyekiti. Yuko kwenye. Bila shaka mmeweza kuona mambo jinsi yalivyo. Hii ni Hello Weekend, tunawatakia wakina mama wote heri ya siku ya mama duniani. Kwa kweli mzidi kubarikiwa sana, mnafanya kazi nzuri iliyo njema, na kwa kweli mnachokifanya ni ibada, na Mola azidi kuwabariki. Mimi ni David Wakarungi. Nami ni Mama nani? Mama Ethan. Mama Ethan. Yaani wakina mama wa kisasa na jina la kisasa. Huwezi kusikia mama siku. Yaani mama wa kisasa amwita mtoto siku. Hapana. Siku zani. Hebu tupate burudani.